Warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Maua Hussein Omari, ni daktari mganga mfawidhi wa kituo cha afya cha Prince Saudi kilichopo Tabata Bima chini ya shirika la Direct Aid Society. Tupo hapa tena kwa mara nyingine katika zoezi la ugawaji dawa na kutibu wanajamii wa Ukonga shule ya msingi Mzambarauni. Tunashukuru kwa zoezi hili, tunamshukuru Allah kwa kuwa zoezi hili limeenda salama. Watu wametibiwa, watu wamepata dawa, watu wamepewa ushauri kulingana na matatizo ambayo tumeyakuta kwa watu hao. Hii ni mara ya pili kufanya zoezi hili katika mazingira haya. Shule ya sekondari Ukonga Mzambarauni, lakini bado tunaendelea kusisitiza zoezi hili ni endelevu. Inaweza ikawa leo ni hapa, kesho ni sehemu nyingine katika manispaa aidha ya Ilala au ya Temeke au ya Kinondoni. Zoezi hili ni endelevu. Kwa wananchi wenye uhitaji bado tunaendelea kuwasisitiza waweze kupata taarifa hizi na kupata huduma hii kwa wakati. Shukran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Dr. Maua Hussein Omari, ni mganga mfawidhi kituo cha afya cha Prince Saudi kilichopo Tabata Bima chini ya taasisi ya Direct Aid Society. Tupo hapa katika zoezi la kutibu wananchi wa eneo hili, na kutibu huku pia tunashirikiana na taasisi ya JAI, ndo walio organize zoezi hili mpaka tumefikia hapa pia. Na huduma zilizotolewa ni kuwasikiliza wagonjwa wana shida gani, kuwafanyia vipimo kama kipimo cha malaria, kipimo cha mkojo, vipimo vya pressure, vipimo vya damu, na baada ya hapo kuwapa tiba kama ni tiba ya dawa au tiba ya ushauri. Tumefanya hivyo pia. Kwa hiyo nishukuru kwa zoezi hili kwenda salama kabisa. Nimshukuru Allah kwa kutusaidia ili zoezi kuwa limeenda salama kwa siku ya leo. Watu mliowalenga hasa zaidi walikuwa ni watu gani? Watu ambao tumewalenga kwa siku ya leo ni watu ambao wana magonjwa ya aidha ni magonjwa ya kawaida au ni magonjwa yale ya kudumu kulingana na tatizo la mtu. Lakini pia katika hao wenye magonjwa hayo tumewalenga jinsia zote, aidha ni wanaume au wanawake, wakubwa kwa watoto, Waislamu kwa ambao sio Waislamu au ambao hawana dini, wote tumewalenga watu wa namna hiyo katika huduma zetu hizi. Imam Ipopo ni kiongozi mkuu wa JAI Ukonga. JAI ni Jamiatu Akhlakia Islamia. Tunasema ni tabia njema. Tabia hizi ni pamoja na kusaidia watu mbalimbali waliokuwa wahitaji bila kujali itikadi ya dini zao. JAI tunasaidia. Tuko hapa kwa ajili ya zoezi la kusaidia wagonjwa kwa ushirikiano wetu JAI pamoja na Direct Aid Society ambayo tuliwakimbilia kwa ajili ya shida zetu za wagonjwa wetu. JAI tunajishughulisha na masuala mbalimbali pamoja ikiwa na kusaidia wagonjwa wa majumbani pamoja na mahospitalini. Kwa tumeguswa wakati tunahudumia wagonjwa wa majumbani na hasa tunawapeleka chakula na mahitaji mengine, lakini bado tumewakuta wana mahitaji makubwa sana ya kutokuwa na matibabu. Kuna wengine maradhi ya pressure, kuna wengine wana vyeti wamekuwa navyo, tunawakuta ambapo hawana uwezo wa dawa za kununua ambazo walizopewa. Tumefika majumbani kuhudumia wagonjwa, unamkuta mgonjwa ameandikwa dawa za shilingi 5,000 tu au 2,000 tu, lakini anakaa mwezi mzima hakuna dawa alizonunua kwa sababu ya kutokuwa na kipato. Kwa hiyo pamoja na kwenda majumbani kuhudumia wagonjwa JAI, tumegundua kwamba pamoja na kupata chakula, mahitaji ya nguo, lakini bado tumekuta kwamba jamii hiyo ya wagonjwa walioko majumbani furaha yao haijakamilika kwa sababu ya maradhi yao. Mtu mwingine anataka tu Panado. Kwa tumeona kwamba jinsi gani ya kuweza kulenga sawa jambo hili. JAI tumeona kwamba ili kuingiza furaha kwa wagonjwa wetu, basi tuweze kutafuta matibabu ya kuweza kuwasaidia wagonjwa wetu wa majumbani. Ndio maana tumekuta leo tuko hapa, tumeanza hii operation kwa mara ya pili,
na wagonjwa ambao tumeweza kuwagusa hasa ni yatima, wajane, watu wa makundi maalum. Kuna walemavu hapa mnawaona, kuna watoto ambao wasioona wako hapa, watu ambao wenye kipato kidogo cha kiuchumi ambao wana changamoto kubwa sana ya kuweza kupata fedha ya kwenda kupata matibabu hospitalini, ndio tumegusa hapa. Kwa hiyo kingine tumeona kwamba zoezi hili litaweza kuwasaidia watu wetu wengi, lakini vile vile kwamba mtu anapokuwa mgonjwa anakuwa katika utumwa kwa maana kwamba hakuna anachokiwaza kingine zaidi ya ugonjwa wake. Kwa hiyo unapomhudumia mgonjwa akaondokana na maradhi yake, unakuwa umeondoka katika ule utumwa na kuweza kuwa na fikra nyingine za kuweza kuangalia juu ya maisha yake na maendeleo yake. Kwa hiyo tumeanzisha zoezi hili maalum na litakuwa ni endelevu kuhakikisha kwamba wahitaji wetu na wagonjwa wetu wanapata faraja ya kupata dawa walioko majumbani. Lakini lingine ni kwamba katika swala zima hili tunashauri serikali, kwa sababu kuna magonjwa mengine, kwa mfano ya magonjwa kama ya maradhi ya figo, upimaji wa magonjwa kama ya ini. Leo hii magonjwa kama ya figo, kwenda kufanya dialysis kutoa uchafu katika figo, unakuta kwamba ni 280 mpaka 300, naona kwa mtu mmoja na kwa wiki. Sasa hii jali kwa wagonjwa wetu hawa wa kawaida ambao ni yatima, wagonjwa hawa ambao ni wajane, walemavu, ambao hawana kipato, uwezo wa kuweza kupata vipimo hivyo ni mdogo sana. Kwa hiyo tunashauri serikali kwamba katika mpango wao walikuwa wameanzisha kuhakikisha kwamba watu wanapata bima za afya, basi tuhakikishe kwamba yatima pamoja na wajane wawe ni kipaumbele kwanza kuliko wote, ili waweze kupata huduma hiyo ya bima za afya bure, ili kuondokana na mizigo waliokuwa nao na kutokana na mazingira magumu ambayo wanayopitia katika maisha yao. Tunatoa shukrani kwa serikali juu ya kuweza kutoa huduma za matibabu na kuweza kujenga hospitali nyingi nchini, lakini mimi nilikuwa naomba ni pamoja na yote hayo kuweza kuweka kipaumbele kwa bima za afya kwa ajili ya wahitaji hawa, yatima, wajane na watu wa makundi maalum, ili waweze kufikia malengo na wao kupata matibabu kama vile walivyokuwa wengine. Kwa majina naitwa Saidi Hamadi Saidi, ni mratibu wa hizi huduma za mobile clinic shirika la Direct Aid Society katika kituo chetu cha Prince Saud Health Center. Awali ya yote, kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa afya njema na kuweza kufanikisha zoezi hili. Ahlan wa sahla. Lakini pia niwashukuru sana wanajai kwa kutupa ushirikiano mkubwa sana katika kufanikisha zoezi hili. Lakini pia nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi imara wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia nishukuru ofisi ya mganga mkuu wa jiji pamoja na mkurugenzi wa jiji kwa kuweza kutupa ushirikiano mkubwa sana, kwa kuweza kutupa kibali ili kuendeleza zoezi hili katika sehemu mbalimbali za jiji la Dar es Salaam. Lakini pia nishukuru sana Direct Aid Society branch manager Mr. Abdulaziz pamoja na country director kwa ajili ya kufanikisha kutoa funds, kwa ajili ya kufanikisha kutoa funds wa kufanya zoezi hili ili kuwahudumia wananchi ambao hawajiwezi na ambao wako hali ya chini kabisa. Kwa hiyo sisi kama mimi mratibu natoa shukrani za dhati hususan serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kushirikiana kwa kiasi kikubwa katika kufanikisha zoezi hili kwa kufikia wananchi ambao wako hali ya chini, including watoto, wazee pamoja ambao hawajiwezi. Asante, shukrani sana. Mimi naitwa Chapa Abdalla Athmani, mkazi wa Ukonga Kichangani.
Mimi ninaumwa, na kama ninaumwa leo hapa nilipokuwa nimekuja kupata tiba, nimekuja kutibiwa. Kwa maana hiyo natoa shukrani kwa hiki kilichopatikana kwa siku hii ya leo yangu mimi, sio kwa shilingi wala kwa thumni. Ni vitu tumeletewa na wanaojua kutuletea, na leo tumetibiwa, tunarudi na dawa zetu nyumbani. Mimi nakaa Kichangani. Chapa Abdalla Athmani, mimi niko Kichangani, na leo natoa shukrani zangu kuu. Dawa nilizozipewa nitaenda kuzijaza kwa nyumbani kuzitumia, nione Mungu atanijaliaje katika hili. Sasa wito wako ni nini kwa watu ambao wengine wako nyumbani? Wito wangu ni kwamba tunapopitiwa na watu na viongozi wetu wa shina, awe mjumbe, awe mama wa kawaida au baba wa kawaida, kututangazia jamani, mnatakiwa sehemu fulani, tutoke tukaone nini tunafanyiwa. Unazungumzaje huduma yao? Huduma yao ndo nimepata mimi leo, tutakuwa kuanza leo. Huduma nimepata leo, ndio nakwenda kwanza leo. Nikifika nyumbani nitaianza dawa hizo kuzitumia. Hivyo asante sana, asante sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Mwajabu Saidi Msoma kutokea Pugu Kajiungeni. Nashukuru leo nimekuja kupata huduma hapa kwenye JAI ya Ukonga. Mimi natokea kata ya Pugu. Kwa kweli ndugu zangu Waislamu, huduma ya bure ipo. Mimi nimekuja nimepimwa bure na nimehudumiwa bure, na tumekuja wengi. Kwa kweli nawashukuru sana hawa watu waliotuletea hii huduma, Allah awaripe fi dunia wal akhirah. Huduma zao ni nzuri, wananyenyekea, wanakuuliza, wanakushauri na wanakupa tiba bila shida. Sijatoa shilingi 10 na chai nimepewa, na mchana nimeambiwa nitakula. Mimi naishukuru jamani, JAI inatenda. JAI ikiongea inaahidi na inatimiza. JAI iko vizuri sana, au awalipe. Mimi nasumbuliwa na tatizo la macho. Walikaniambia huduma yangu ya macho hapo daktari hayupo, ila bakia tukupe ushauri. Wamenipa ushauri na wamenipa na dawa, wameniambia utazidi kunifuatilia, ila kwa leo daktari wa macho hayupo, ila tiba nimepata. Asante. Haya, asante sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Sadi Ahmed Salim, katibu mkuu JAI Taifa. JAI ni jina la taasisi. Taasisi ya JAI ni taasisi ya Kiislamu, lakini inatoa huduma mbalimbali kwa jamii. Na inatoa huduma zake bila ya ubaguzi wa rangi, jinsia, kabila au imani, kwa maana ya dini. Kubwa zaidi ambayo hasa kwa siku ya leo kundi tulilolilenga zaidi, kwanza watoto wadogo wanaoishi katika mazingira magumu, lakini pili wajane, tatu mayatima, mwisho yote ni wale wote ambao wana mahitaji makubwa lakini uwezo wa kujisaidia hawana. Kwa hiyo sisi kama JAI tukishirikiana na wenzetu wa Dasmeds ni kwamba hichi sasa ni kipindi muhimu ama ni fursa muhimu kuweza kuwatumia wale watu wetu ambao wamekaa katika mazingira magumu ya upatikanaji wa huduma za kimatibabu. Taasisi ya JAI imehasisiwa mwaka 2008 katika mkoa wa Dar es Salaam, hospitali ya Mwananyamala. Taasisi ya JAI imesajiliwa rasmi mwaka 2014 na huu ndio ulikuwa usajili mkubwa kwa taasisi ya JAI. Taasisi ya JAI imeweza kupata hati yake ya usajili inayosomeka SA 19612. Taasisi ya JAI imetengeneza makundi na kuweka mipango madhubuti kabisa kuhakikisha kwamba huduma zinazotolewa na JAI zinaenea Tanzania mzima. Kwa hiyo baada ya kulitambua hilo, taasisi ya JAI ilikwenda Zanzibar kufanya mazungumzo na uongozi wa JAI kule, na hatimaye tumeweza kuisajili kule visiwani Unguja na Pemba. JAI Zanzibar imesajiliwa mwaka 2018 na hati ya usajili inasomeka F2742. Lakini pia JAI imesajili bodi ya wadhamini. Kama tunavyofahamu, taasisi haiwezi kufanya kazi bila kupata usajili wa taasisi kubwa kama hiyo. Kwa hiyo alhamdulillah imesajili bodi ya wadhamini mnamo tarehe 13 Novemba 2012 na imehakikiwa
tarehe 8 mwezi wa 12 2024. Lakini JAI pia imejisajili katika mpango wa serikali wa kukusanya mapato TRA. Kwa hiyo TIN number ambayo imesajiliwa JAI inasomeka Novemba 11 2014. Huu ni mfumo wa kuifanya JAI iweze kufanya kazi, na alhamdulillah kinachoangaliwa kwa sasa kazi za JAI katika jamii. Taasisi ya JAI ina takriban kazi 9 ambazo zinafanywa kwa jamii, lakini kwa kupunguza na kuelekeza vizuri na kutumia muda vizuri, tunazitaja zile kazi 3 muhimu ambazo hizi tumezipa kipaumbele kwa ajili ya kuendesha shughuli zetu. Nukta ya kwanza, JAI inatoa huduma zote stahiki ikiwemo madawa, vifaa tiba na vitu mbalimbali ambavyo vinahitajika katika matibabu. Lakini taasisi ya JAI katika eneo hili mara nyingi huwa tunatengeneza mashirikiano na taasisi mbalimbali. Huwa tunatengeneza kambi za matibabu. Hizi huwa tunashirikiana na madaktari bingwa waliopo Tanzania, na alhamdulillah tumeweza kufanikiwa takriban kambi 14 tumezifanya ndani ya nchi yetu ya Tanzania na kuacha mafanikio makubwa sana. Taasisi ya JAI inahamasisha, inaratibu, inasimamia mpango mzima wa ukusanyaji wa damu salama. Katika eneo hili tumefanya kazi kubwa sana. Baada ya kuhamasisha watu na kuwaleta katika makubaliano ya uchangiaji wa damu, tumeweza kupata unit 94 na 500 katika kipindi cha miezi mitatu. Lakini pia tukaona tuongeze utaratibu wa kuwasukuma watu ili waweze kuchangia. Tukaweza kuchukua rekodi kuanzia 2011 mpaka 2023. Jumla ya unit 194,515 tuliweza kuzikusanya. Hii ni mafanikio makubwa sana kwa kiwango cha damu kupata kwenye hali hiyo. Lakini bila kusahau tunawashukuru wenzetu wa Mpango wa Taifa wa Damu Salama Tanzania, ambao wao tulishirikiana kwa pamoja ili kutuongoza kuweza kupata mapato makubwa kama tuliyoelekeza. Nashukuru, hicho ni kiwango kikubwa. Lakini pia taasisi ya JAI, ukiacha huduma hii ya mpango wa damu, lakini pia JAI inatoa zile huduma zake stahiki ikiwemo vyakula, madawa, vifaa tiba na kusafirisha wagonjwa walioruhusiwa na kuzika maiti ambazo hazina ndugu. Yote hii ni kuonyesha JAI inafanya kazi yake katika mfumo huo. Lakini taasisi ya JAI pia katika moja ya kitu muhimu ambacho inaangalia ni kuzieneza huduma zake kwa jamii. Tunamshukuru Mungu tumeweza kuifikia mikoa 26, lakini pia vituo kazi 65 ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo hii yote inaonyesha wazi kwamba JAI imepanuka kwa kiwango kikubwa na inafanya kazi kubwa sana ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Naam. Zungumzia sasa kile ambacho baada kupata hiyo agency ya JAI na tumefahamu kwa uzuri. Sawa. Tukio la leo ambalo mnalifanya hapa. Zungumzia kwa ufupi kidogo. Asante. Haina shida. Kwanza nishukuru kwa kupata fursa hii muhimu, lakini pia nieleze angalau kwa ufupi wake. Taasisi ya JAI kama nilivyosema inatoa huduma zake katika maeneo mbalimbali na upana wa kiutendaji. Na hili ambalo tunaliona hapa leo ni sehemu ya mpango wa JAI kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma popote pale walipo na zile huduma stahiki. Na kinachofanyika hapa leo, ndugu zetu wa Dar es Salaam AIDS ambao wao mara nyingi huwa wanatoa misaada mbalimbali ya kimatibabu, na sisi tumeipata hiyo kwa kupitia utaratibu tulioweza kuzungumza nao kama taasisi na kuonyesha wanatusaidiaje. Alhamdulillah wanatusaidia katika eneo kama hili ambalo kweli linahitaji madaktari, lakini pia linahitaji gharama za madawa pamoja na vifaa tiba. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunawashukuru wale watendaji wote wa Dar es Salaam AIDS ambao wao kwa pamoja wameweza kushirikiana na kuhakikisha kwamba JAI inapata huduma hizi kupitia wale wahitaji wake, ikiwemo watoto wadogo ambao hawana uwezo, wako katika mazingira magumu, lakini pia tumeangalia wale ndugu zetu ambao wanaishi katika maisha magumu sana, ikiwemo wajane, yatima na wale watoto wanaishi kwenye mazingira magumu, kwamba namna gani hao tutaweza kuwapa huduma. Na alhamdulillah huduma zimetolewa kama tunavyoona hapa leo. Zaidi ya watoto 30 wako hapa wanapata huduma za aina zote. Kupata vipimo tena ni bure, kupata madawa bure, lakini mwisho yote kama kuna dawa ambayo labda haipo hapa, wanatoa ahadi za kuweza kuwafuata baadaye na kuweza kuwapatia huduma stahiki. Kwa ufupi